wa Ishara Tanzania. Karibu. Mbalimbali za mambo ya vifo na kusikia mambo yaliyofichwa kwa muda mrefu yakijulikana waziwazi na sio mazuri. Nimeona idara ya polisi ikihusika kushughulikia mambo ya uhalifu sana na kutoa taarifa za matukio ya kihalifu na vifo mwezi huu unaokuja wa sita. Yani hapa nasema leo ni mwisho wa mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa mwezi 5 kuna mambo hayo ya uhalifu pamoja na taarifa za vifo, ajali zinazoua na matukio ya vifo na kusikia mambo yaliyofichwa kwa muda mrefu yakijulikana waziwazi na sio mazuri. Nchi ikipokea taarifa mbalimbali za mambo ya vifo na kusikia mambo yaliyofichwa kwa muda mrefu yakijulikana waziwazi na sio mazuri. Nimeona idara ya polisi ikihusika kushughulikia mambo ya uhalifu sana na kutoa taarifa za matukio ya kihalifu na vifo mwezi huu unaokuja wa sita. Yani hapa nasema leo ni mwisho wa mwezi wa 5 mwaka 2025. Sasa mwezi wa 6 2025 kuna mambo hayo ya matukio ya uhalifu pamoja na taarifa za vifo, ajali zinazoua na matukio ya vifo. Watashughulishwa polisi. Naona taasisi za majina yafuatayo zikipatwa na mambo ya kusikitisha kubwa za ajali, magonjwa na uharibifu unaotokana na ajali na mafuriko na mapigano. Lakini pia kwa wajinga. Na kuhusu Mheshimiwa Gwajima, neno muhimu sana ambalo Mungu ananipa kumwambia ni kwamba ajipe moyo, ni kwamba lipo kusudi kubwa linaendelea, ni kwamba awe makini sana na maisha yake, haswa kuanzia mwezi wa 7. Ni kwamba ajitahidi sana kutumia hekima zaidi kama alivyotumia hekima kwenye maelezo aliyokuwa natoa ya mwanzo. Ila kwake kwa namna yoyote ile, maana maadui zake linaonyesha habari kubwa za ajali, magonjwa na uharibifu unaotokana na ajali na mafuriko na mapigano. Lakini pia kuna mashtaka ya kupinga utawala fulani katika dunia. Hali ya majira na nyakati kuhusu watu ikiwa watatakiwa. Anga la dunia linaonyesha habari kubwa za ajali, magonjwa na uharibifu unaotokana na ajali na mafuriko na mapigano. Pinga utawala fulani katika dunia. Hayo ndiyo mambo makubwa kabisa ambayo nimeyaona kwenye mwezi huu yatasikika na yatasikika pamoja na tata hizo. Hali ya majira na ikiwa anga la dunia linaonyesha habari kubwa za ajali, magonjwa na uharibifu unaotokana na ajali na mafuriko na mapigano. Lakini pia kuna mashtaka ya kupinga utawala fulani katika dunia. Naam, kama umesikia vizuri, unaweza ukaona kwamba unabii unaotoka katika ukurasa huu ni unabii ambao ni wa ajabu sana. Naweza kukuunganishia video za matukio niliyotabiri tarehe 31 hiyo ambayo imetokea ndani ya mwezi wa 6. Ya kwanza nimesema polisi watashughulishwa sana kwa matukio ya misiba, vifo na pamoja na mambo ya ajali. Nadhani umeona ya ajali ya Mbeya ambayo imeua watu 20 lakini pia umeona tukio la kule maeneo ya hapa Dar es Salaam hapa, wale ambao wanandoa wawili ambao wamekufa wote wawili, wameuawa wote wawili. Polisi wameshughulishwa kama nilivyosema, polisi watashughulishwa na mambo mengine unayojua wewe ambayo hatujayapata pengine. Lakini hii ya mwisho nadhani umeisikia ilivyosema, inasema anga la dunia litasikika taarifa za ajali ajali ambayo itatokea kwenye anga la dunia. Lakini sikuishia kusema ajali, bali nilisema pia katika hayo kutakuwa na ambayo nimeona kwenye mwezi huu.
Kumbuka ilikuwa tarehe 31 ile pale, Mei 31 ile pale. Sasa anga la dunia nimesema kutakuwa na ajali. Nadhani uliofuatilia umejua kwamba kuna ndege ambayo imeanguka na imeua watu zaidi ya 200 kama na 70. Lakini nimesema pia kutakuwa na mapigano. Kama umesikia vizuri hiyo video, rudi nyuma usikie vizuri. Mapigano tayari Israeli inapigana na Iran. Lakini pia kuna kitu nimekisema pale kwamba kutakuwa kuna mashtaka juu ya taifa, utawala fulani ambao watataka kuung'oa au kuangusha huo utawala. Sasa huenda hii inamaanisha ni hiyo ya Israeli dhidi ya Iran. Narudia tena, ukisikiza video inasema kwamba kutakuwa na mashtaka dhidi ya utawala fulani kuondoa. Hiyo inamaanisha hii vita inayoendelea ya Irani na Israel inakwenda kung'oa utawala mmoja ambao umekusudiwa sawa na huu nabii nilioutoa, nabii wa ishara Tanzania. Hakuna jambo limejificha. Mungu awabariki wote mnafuatilia. Tunaangalia pale TV. Mimi kaingia zangu nyumbani nikaenda kulala. Pale nikaacha pale watoto na wazazi wao. Mimi kaingia zangu kulala. Lakini sikujua tuendelea. Asubuhi sana naamka, kuna mtoto ambaye anaenda shule. Naenda kugonga dirisha kwa bagi ya mpenauli ambaye ndio wapi shule. Amegonga mara 3. Hakuitika. Sasa mimi sikuwa na nani kwa sinajua labda amechelewa kuamka amechoka. Nikaendelea na shughuli zangu. Kwa hiyo nikazunguka kule nyuma nifagie. Wakati nafagia, nikamcha jicho hivi dirisha nikaona dirisha limekatwa. Na hapo pazia lina damu. Kasema kwa nini hivi? Nikamwita mtoto wake mkubwa. Nikamwambia, "Njoo kaangalie kule nyuma." Akaenda kuona. Nikamwambia, "Tunaingiaje chumbani? Je, kama amefunga?" Akaenda chumbani. Nikamwambia, "Wewe nenda misizi kuingia. Kwa nenda wewe kule chumbani." Akaenda, alipofika pale ndo amkuta mamake na babake amefariki. Akaniita, "Dada njoo uone." Na mimi kaenda kuona. Tukakuta hivyo amefariki, yani hatukujua chochote. Yani kama ulivyosikia akishuhudia mfanyakazi wa ndani kwamba waliuawa wote wawili wakati usiku. Kumbuka ndani ya mwezi huu na ndani hapa karibuni, na huu ni ushuhuda tu juu ya unabii ule ambao nilitoa, ya kwamba mambo ninayoyasema sio kwamba ni ya mambo ya kubuni kichwani. Ni mambo ambayo yana uwezo, yana nguvu, yana mamlaka, yanafunua mambo ambayo ni kweli, yapo kwenye ramani, yanataka kuja. Kwa hiyo hebu tuende kwenye tukio lingine tuone katika ndio tabiri. Unaweza ukaona hapa nilipozungumzia habari ya mapigano, kutakuwa na mapigano mwezi huu, na nikasema taarifa za dunia zitazungumza mambo hayo. Rudia video usikie pale kwenye unabii. Ndio haya hapa. Kwa kifupi, endelea kutazama ukurasa wetu uweze kujifunza na kugundua mambo mengi ambayo hayajagundulika na ambayo hayajaonekana bado, kwa ajili ya kuyaombea ili Mungu aweze kutusaidia na kuyaepusha haya. Mungu wetu ni mwema sana, atasikia maombi yako. Amen.